Nika tarehe 23 mwezi wa 6 2024. Kwa hiyo huu mwaka naenda kufunga miaka miwili tangu nifanyiwe tukio la utekaji, na of course zilikuwa ni siku 4 za kutekwa, maana nilitekwa tarehe 23 nikaja kupatikana tarehe 27. Kwa hiyo zilikuwa siku 4 ndefu sana, na ile kwangu ilikuwa kama bahati, kwa sababu taifa letu limeshuhudia utekaji kwa muda mrefu sana. Yaani tumeushuhudia utekaji kwenye nchi kwa muda mrefu sana, na watu wengi sana hawajaweza kurudi, na wengine hatujui mpaka leo hatima yao ni vipi. Mara ya mwisho tumeshuhudia mtu ambaye alitekwa na akapatikana ni Dr. Ulimboka, ambaye alipatikana akiwa na hali ambayo ni mbaya sana, lakini baadaye wakatekwa ndugu zetu kama akina Ben Sanane. Watu wa Chadema wengi sana wamepotezwa, akina Deus Soka, akina Mdude, mpaka leo hatujui hatima zao ni nini. Kwa hiyo naweza kusema ni miongoni mwa watu wachache sana kwa kipindi cha miaka hii 10 ambao walibahatika kuona neema hiyo ya kurejea tena wakiwa hai. Kitu ambacho namshukuru Mungu, na nadhani Mungu pia alifanya kwa ajili ya taifa langu juu yangu, ni kuweza kuja tena na kuanza kuzungumza mambo haya ya utekaji bila uoga. Hicho ndo kitu ambacho naweza kusema Mungu alinirejesha kwa ajili ya hilo. Baada ya tukio la utekaji 2024 nilikaa kimya kidogo kama miezi mitatu. Ni ile miezi ambayo nilikuwa nikijiuguza jeraha la risasi ya kichwa. Kwa hiyo sikuwa naweza kuongea, wala mitandaoni sikuwa nafanya shughuli zangu za siku zote. Kwa hiyo nilipoanza kuzungumza mwezi wa 10, nilianza kwa kuandika kupitia platform yangu ya X, kwa sababu namshukuru Mungu mimi amenipa kipawa cha kuweza kuandika kwa mithili ambayo ukisoma unakuwa kama unasikiliza. Nilifanya hivyo mwezi wa 10 mpaka mwisho wa mwaka 2024, na nilifanya hivyo, ilikuwa ni kitu ambacho nilitingisha meza ya wakubwa, kwa sababu ndo kipindi ambacho nilimtaja Mafuele kama muhusika namba 1 wa utekaji wangu na jeshi la polisi kwa ujumla. Sasa ilileta shida kwangu, familia. Haikuwa jambo ambalo lilikuwa dogo, lilikuwa ni jambo kubwa sana. Baada ya muda kidogo siasa zikaanza, na siasa ambazo zilianza ni siasa za Chadema. Siasa za Chadema zilianza Disemba, na mimi kama mtu ambaye nilikuwa muhanga wa utekaji, na tayari hapo tulikuwa tuna upotevu wa ndugu zetu wengi, wakina Soka, wakina Mzee Kibao, ambao walikuwa washatekwa. Kwa hiyo mimi nikaona kabisa inabidi niwe sehemu ya mapambano ya kupigania nchi yangu. Nikaamua kumuunga mkono Mheshimiwa Tundu Lissu mwezi wa 12. Baadaye tukaingia Januari, ukawa ni mwezi wa heka, uchaguzi ukafanyika, tukafanikiwa kushinda. Kwa hiyo baada ya hapo 2025 ulikuwa ni mwaka wa mchaka sana. Yaani baada ya Mheshimiwa Lissu kupata matokeo, akaingia na gia yake ambayo tulimwamini kwamba huyu atatuletea mabadiliko, na gia ya kwanza ilikuwa ni gia ya no reform no election, kwamba chama na wananchi wasikubali kwenda kwenye uchaguzi, kwa sababu hakutakuwa na uchaguzi ambao utafanyika kwa mazingira ambayo haya tunayaona kila siku. Kwa hiyo ile elimu ndio elimu ambayo Mheshimiwa Lissu alianza nayo, na sisi kama watu ambao tulimuunga mkono kuanzia kwenye kuchukua fomu tukaamua kuishi nayo. Kwa hiyo mwaka 2025 kwangu ulikuwa ni mwaka ambao ulikuwa na heka nyingi sana. Baadaye Mheshimiwa Lissu akatekwa. Hatukutaka kuchukua hiyo kama sehemu ya kuturudisha nyuma, kwa sababu walipomkamata Mheshimiwa Lissu lengo lao lilikuwa kutuzoofisha. Kwa hiyo kama tungekubali kuzoofika,
ni wazo wangekuwa wameshinda. Tulikataa hiyo kushindwa kwa Mheshimiwa Lissu kukamatwa, tukaanza kupambana sasa, mapambano ya nginja nje huku. Ndo hapo zikaanza kampeni nyingi sana, mitandao ya kijamii, yani ikawa ni purukushani. Yani chama, Mheshimiwa Heche yuko barabarani anapambana, sisi wananchi wa mitandaoni tunakusanya taarifa. Kwa hiyo ikawa ni kupush. Ilipofika mwezi wa 8 hivi tukapata support kila kona ya nchi, hasa Mange Kimambi ambaye alipush sana pale Instagram, akawa sehemu naye ya movement. Kwa hiyo akaungana na sisi, tukawa naye kwenye mapambano. Akaja na idea nzuri ya maandamano, na ni idea ambayo wananchi tuli organize kuanzia chini, yani chama hakikuhusika hata kidogo. Hapo chama tayari kimefungiwa, hakifanyi mikutano. Kwa hiyo platform pekee ambayo ilikuwa imebaki basi ni viongozi wa chama wakienda mahakamani basi waongee wakiwa wanatoka basi, ila huku nje hawaruhusiwi. Kila kona wakienda mahakamani wanapigwa. Nchi ilikuwa bize, damu zilikuwa zinaruka kila kona. Sasa msaada pekee ambao ulikuwa umebaki ni maandamano, na maandamano yalikuwa ni kitu kigeni kwa Watanzania, yani hakikuwa kitu ambacho Watanzania wamewahi experience. Maandamano ya nchi nzima yalikuwa ni kitu ambacho yalikuwa ni mageni sana, lakini tunashukuru Mungu, elimu ilipita, watu wakaona umuhimu kweli wa kufanya hivyo, kwa sababu nchi yao ndiyo hiyo inachukuliwa na hawa vibaka wachache. Kwa hiyo ilipofika mwezi wa 10, ilikuwa ni mwezi ambao watu tulipiga sana kelele kutaka kujenga psychology ya Watanzania kuamini kwamba maandamano yataweza kutosha kubadilisha nchi yao. Haikuwa kazi ndogo, lakini baadaye iliwezekana na Watanzania walituelewa. Uchaguzi ambao walikuwa na upigania kwamba utafanyika haukufanyika, lakini pia Watanzania walishiriki kamilifu sana kuhakikisha wanakuwa sehemu ya kuzuia uchaguzi usifanyike. Kwa hiyo ni harakati ambayo 2025 ilikuwa ngumu, na ilikuwa ambayo imeacha madhara makubwa sana kwa Watanzania na kwa familia nyingi sana. Tulipoteza ndugu zetu wengi ambao walifuata wengine majumbani, hawakuwa hata na kisu au panga, walikuwa nyumbani wamekaa, walipigwa risasi. Tayari video tunazo, kila mtu aliona. Mitaani walishushwa vibaka wa Mafwele, wale tembo 7 walikuwa wanapita kila kona wanapiga risasi. Nchi ilikuwa kwenye giza ya siku 6 za giza, lakini yote hayo walifanya wakiamini dunia haitajua na watu wataendelea kuwa kwenye sintofahamu. Lakini baada ya mtandao kuwashwa, yote dunia iliona aliyofanyika gizani, na watu ambao waliumizwa wote tuliweza kuwaona, na watu wanashuhudia kila siku. Kwa hiyo chanzo kikuu cha maandamano ya tarehe 29 ni kukosekana kwa haki kwenye taifa letu. Taifa halina haki, yani limekuwa ni kama pango la wanyang'anyi ambalo kuna watu wachache washajipa hati miliki ya hii nchi. Hawataki kusikia maoni mengine mbadala kuhusu hii nchi. Hawataki kabisa kusikia watu wenye akili timamu wakiuliza au wakihoji kuhusu nchi yao. Sasa kutoa mamlaka haya kwa hili kundi chache la watu ni jambo gumu sana. Maana ukiangalia vyombo vya habari ndio hivyo vimeminywa. Hatuna tena media ambazo zinaongea ukweli kuhusu nchi. Tuna media ambazo zimegeuka ni kasuku wa Samia, wanampigia kelele Samia tu. Ila yote hayo hayajawa kikwazo kabisa kwetu, na kwa sababu sisi ni dunia ya teknolojia, dunia ya vijana wenye akili timamu, tumeamua kuifanya hiyo kama fursa, kufanya njia nyingine ya kufanya harakati na neno la haki liendelee kutembea. Kama unavyosikia saizi kuna mitandao sijui inaitwa Bigo, sijui huku TikTok, uelewa wa watu saizi umekuwa mkubwa. Watu hawadanganywi tena kuhusu haki. Akili ya haki imekuwa juu sana. Saizi hata ukiangalia wapiganaji tulipokuwa Oktoba 29 na sasa
wapiganaji wamekuwa wengi sana. Kuna wakati mpaka unaona usipokuwepo wewe huoni gap lako. Unaona kuna watu wanafanya ambapo wanafanya katika level ya juu sana. Kwa hiyo mimi niendelee kuwashukuru vijana ambao bado wanaamini haki itapatikana na bado wanaamini tutafika nchi ya ahadi. Tusikate tamaa, inaweza kuwa muda mrefu, inaweza kuchukua muda, lakini tutafika. Sisi wengine tumeshaamua kuchukua tangu Oktoba 29 imepita, tayari tumeshavuka mstari ambao hatuwezi kurudi nyuma, na wengi wapo kwenye hiyo level. Kwa hiyo tusikubali kurudi nyuma, tuendelee na mapambano. Of course kuna movement zinafanyika, unashiriki. Huwezi kushiriki kama ulivyoshiriki movement za Oktoba 29, unashiriki lakini unafanya kama sehemu ya kuendelea kusupport, kwa sababu maisha mengine yanabidi yaendelee. Kwa hiyo mimi nadhani nimeelezea kwa upande wa utekaji jinsi ambavyo ulichangia kwa kiasi kikubwa, na ndio ambao umetufikisha hapa tulipo, na hata wao wanajua utekaji ndio chanzo kikuu cha watu kufika hapa, maana familia nyingi sana zimekuwa zikilia na haya mambo, na wengi waliopatwa na hasira sana Oktoba 29 ni wale ambao wapendwa wao walitekwa na hawajui watawapata wapi. Hizo familia ndo ambazo zilikuwa na hasira nyingi sana, kwa sababu mwanzo tulikuwa tukisema tu habari ya no reform no election, watu walikuwa nahisi ni siasa, unaongelea siasa. Ila unapokuja kuongelea utekaji, ni watu walitekwa hata ambao hawakuwa wanasiasa. Ilikuwa ni kila siku mtu anatekwa kila wakati, na hiyo ndio imekuwa ndo kanuni ya kuendesha nchi saizi, yani watu kutekwa watu. Sasa huwezi kuwa unateka watu, familia nyingi hazijazika ndugu zao, na as you know, kama mtu hajazika ndugu yake, huo msiba haujaisha. Kwa hiyo ni moja kati ya chachu kubwa sana ambayo ilipelekea watu kupata hasira na kuwafanya watu kuingia barabarani na wengine kuumizwa, kupata vilema. Lakini naamini tutafika, kwa sababu wengi tupo bado tunaamini kwenye haki na hatujapotea, bado tupo. Tuendelee kuamini, maana ipo siku ushindi unakuja. Kwa hiyo yangu ni hayo, na nashukuru pia kuwa sehemu ya mjadala huu ambao mmeuandaa, kuwakumbuka ndugu zetu ambao wametangulia na wengine ambao wamepata majeraha na familia ambazo zinazidi kujiuguza kwenye hiki kipindi. Kwa hiyo yangu ni hayo.